mawili matatu ambayo tumekiuka kimaadili kama jamii. Na katika kuangazia hayo, tupate fursa ya Wakenya ambao wamekuwa na mengi ya kusema mtandaoni kuhusiana na baadhi ya masuala tuliyotaja hapa studioni, kabla ya kupata mchango wa daktari ambaye ni mwanasaikolojia kuhusiana na jinsi ambavyo hisia za kuomboleza zinaweza kubebwa na kuhakikisha kwamba mipaka ya nidhamu na maadili haivuku. Mwenzangu Ken Geshuhi yuko kule Nakuru na anaungana na baadhi ya Wakenya tu katika kujumuika nao na kupata hisia zao kuhusiana na baadhi ya masuala ambayo tumeona mtandaoni kipindi hichi cha maombolezo. Geshuhi, kwako. Shukran sana Hadia. Tunakujia moja kwa moja kutoka eneo la Manyata, Nakuru Magharibi, ambapo kuna bunge la wananchi ambapo waliweza kufika hapa kutathmini ama kuzungumzia masuala tofauti, lakini mada kwa leo ambayo tunazungumzia kama ulivyosema ni kuhusu nidhamu wakati wa kipindi cha kumuomboleza hayati aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Na ni kwamba tukianzia na safari yake pale mwili wake ulipofikishwa katika uwanja wa ndege JKIA, hapa mtu wa kwanza ambaye atazungumza nasi ni spika wa bunge hii. Tueleze kwamba uliweza kuona utovu wa nidhamu katika uwanja wa bunge wa ndege pale JKIA, na pengine ni tabia gani ambayo haikukufurahisha pale? Asante sana KTN kwa kunipea hii nafasi. Mimi yangu ni machache, kwa sababu mimi ningesema hivi: Wakenya wanaomboleza na tutazidi kuomboleza mzee. Na kwa saa hii tukiangalia siasa ya Kenya imebadilika sana. Kuanzia the word go, siasa ya Kenya imebadilika na haitakuwa the same again bila papa. Kwa hivyo mimi yale mambo ambayo niliona ambayo yalitokea yalichipuka wakati wa maombolezi ni kwamba mimi najua serikali ilikuwa inafanya kazi yake, lakini kuna jambo ambalo lilifanyika chini ya maji ambapo hatukuelewa. Hii kusign bill haikuleta picha mzuri kwa Wakenya, na hilo jambo wa Kenya bado wanafikiria, sababu kama mzee angekuwa, najua hilo jambo halingefanyika. Tukiangalia swala la mwili ama Wakenya kuingia katika ndege ambayo ilikuwa na mwili wa waziri mkuu Raila Odinga, ile ni jambo ambalo lilifaa pale, na pia mwili ule haukuweza kupokelewa na rais kama ilivyokuwa imepangwa kwa sababu watu walijazana katika uwanja ule. Ile ilikuwa picha ya namna gani kulingana na kitu ya kwanza ni kwamba security katika JKIA ilikuwa breach, haikupelekana sabamba na state funeral ile ambayo mzee alipatiwa. Kungekuwa na security kubwa sana ambapo tuliona mwili ilitolewa na raia kwa ndege. Sababu ya kutolewa kwa ndege ni sababu security ilidunishwa, na hatukujua sababu kwa nini serikali haikuweka security pale kwa kiwanja hadi ile saduku ilikaliwa na raia, na askari wale walichukua mwili after that. Ni kama walidanganya wa Kenya, ikapelekwa Kasarani, ili hali hatukuona hilo saduku ilikuja ikabadilishwa, hatujui ilibadilishwa aje. So sisi wa Kenya tumepaki vinywa wazi. Hata kama ni state funeral ilikuwa inaendelea, bado wa Kenya wana maswali mingi sana, wako na maswali, na hatutakubali tena jambo kama hilo ya mzee kama huyo ako na heshima hivyo ifanyike. Mpende msipende, Raila atapaki kuwa kielelezo kwa Wakenya. Wale wanamchukia, wale wanampenda, mtapaki pale na siasa zenu mbovu, sababu ni siasa shiko. Shukran sana. Niweze kupata maoni ya mwingine hapa. Pengine ni kipi ambacho kilikukasirisha pale, ama utovu wa nidhamu ambao uliweza kuona katika maombolezi haya ya kuanzia mwanzo hadi mwisho? Kwa majina naitwa Job Mugondi, Vice President wa bunge la wananchi Nakuru. Jambo la kwanza, mimi ningefurahia sana na raia venye walienda kulaki baba. Maana baba alikuwa people's president. Hao raia hata kuingia kwa ndege walikuwa wanaenda kuchukua president wao. Huyo hakuwa president wa serikali, alikuwa president wa raia. Sasa mimi nashukuru sana vijana kuonyesha na kupenda baba mpaka mkaingia mkachukua hiyo sanduku, maana huyo alikuwa president wenu. Mlikuwa mnaomboleza president wenu. Na nashukuru sana kwa kumsindikisha kutoka JKIA mpaka Kasarani. Hata kama kuna sarakasi iliendelea hapo, lakini tunashukuru raia kusimama na president wao.
penye niliona serikali ilianguka mtihani kidogo ni hapo kutumia nguvu pale Kasarani. Hapo ndo tuliona serikali ilianguka yani ilianguka mtihani. Maana kuua watu wakati watu wanasherekea kiongozi wao, hapo walifanya mbaya. Kitu ingine penye ninaona serikali ilifanya mbaya kwa hii mambo ya matanga ni pale Kisumu. Watu wamengojea baba Kondele, wamelala pale Kondele, wanataka wasindikishe baba kutoka kwa airport, alafu nyinyi mnapea baba kitu ya dakika 5. Watu wenye walikuwa wamengojea baba Kondele wamelala kwa barabara, wanaona baba anapitia kwa hewa. Hapo serikali hamkufanya vizuri, maana pale Kondele ndio penye baba anasimamanga. Hata time alikuwa anapiga kampeni yake pale ndo alikuwa anasimama. Kwa hivyo mlinyima watu wa Kisumu ruhusa ya kusindikisha baba vizuri. Maana hata kama ni program mlikuwa mnafuata, mungefuata tu program venye iko. Kwa hiyo tu Mungu awabariki. Shukrani sana. Tupate maoni ya mwingine hapa. Tukiangazia tu masuala ya nidhamu. Mimi kwa majina naitwa Nyando. Kifo ya baba kwanza mimi imenipiga butua mpaka mimi hata pana kula. Lakini tunasema hivi, baba, kifo yako tumeona serikali ya William Ruto ameweka kama kifo yake yeye mwenyewe. Kifo ya baba imekuwa state funeral mpaka nikastuka bwana, bunduki inapigwa tup 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 mpaka mimi nashangaa hii ni nini. Kumbe ni state funeral inakuanga namna hiyo. Sasa mimi masuala ya nidhamu, pengine kuna mahali uliona watu wakikosa nidhamu ama kukosa heshima kwa katika kujihusisha katika maombolezi yale, kuna chochote ambacho uliona kilienda kando? Heshima yenye ilikuwa kidogo pale, ilikuwa pale Kasarani, ndo niliona walikuwa vijana wengine 3 walikuwa wako na kisirani. Lakini tunasema bwana, wale wenye walipigwa risasi, baba angeenda peke yake. Baba anaenda aje peke yake? Baba lazima sindikize na jeshi ndo wale wenye walipigwa risasi tup. Acha tupate mwingine hapa. Tuzingatie swala la nidhamu. Nidhamu ni kulikuwa na utovu wa nidhamu katika pengine wanasiasa wa Kenya ama pia maafisa wa polisi ama wa usalama. Kulikuwa na utovu wa nidhamu wote ambao ulishuhudiwa pale. Asante sana. Mimi naitwa Wycliffe, majority leader bunge la wananchi Nakuru County. Na mimi sikuona utofu wote wa nidhamu kwa sababu baba alikuwa people's president. Kwa sababu baba alikuwa people's president. So sisi tulienda kulaki baba. Haijalishi ilikuwa namna gani ama hakukuwa na utofu wote wa nidhamu. Baba alikuwa mtu wa watu na sisi tulikuwa tumeenda kumlaki. Kuna wale ambao walikuwa wanafanya mzaha katika mitandao kuhusu swala hili. Pengine maoni yako kuhusu swala hilo ni? Masuala hayo mimi kwanza nataka kushukuru wabunge. Na mimi nataka kushukuru rais wa nchi Daktari William Samoei Ruto kwa kuweka sahihi ile mswada. Ile mambo tuliona juzi, hii nchi ya Kenya lazima iongozwe na sheria. Hatuwezi ongozwa na sarakasi. Juzi yale maneno ambayo tuliona pale kwa mtandao, watu wanamock kijana ya Raila Amolo Odinga marehemu, ni jambo ambalo halistahili na sisi tunakemea ishindwe na hairuhusiwi kabisa. Kwa hiyo ni kukosa nidhamu na sisi tunataka hivi. Kwanza mimi nataka hata hiyo kesi imeenda kotini ya hiyo mswada, koti iachilie mswada ndio tumiliki tudhibiti hii mitandao. Ni hiyo tu. Asante sana. Niweze kupata maoni ya mwingine hapa. Karibia. Sasa tueleze kwamba uliona utovu wa nidhamu popote pale katika yale maombolezi, iwapo ni katika miongoni mwa raia, iwapo ni katika maafisa wa serikali, wanasiasa, chochote kile ambacho uliweza kuona? Yes, asante. Kwa majina ni Lucas Omayo Nyabuti. Mimi naweza ongelea wakati mwili ilifika Jomo Kenyatta. Serikali haikuwa inajua kana kwamba baba alikuanga ni rais wa wananchi. So wao walikuwa nafikiria ni wa serikali, lakini alikuwa rais wa wananchi. Ndio maana wananchi waliwazidi nguvu, ikaenda vile ilienda, lakini bado tunashukuru walitoka hapo vizuri. Lakini ile mambo angalau niseme 2-3 ambayo si kufurahia. Ya kwanza ni kuua hao wenye waliuawa katika Kasarani. Hiyo ni makosa mbaya sana, mimi nawekea serikali. Lakini ile kitu naweza pongeza serikali ni ile heshima walipatia baba kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa mazishi.
Lakini ile kitu yenye nimesikia vibaya kabisa, kuna huyu gavana wa Nyeri anaitwa Kahiga. Ingewezekana angekuwa amelisaini kama jana, kama si leo sasa hivi. Hiyo maneno aliyoongea haikufurahisha sisi kama wafuasi wa papa na wananchi wa Kenya kwa ujumla. Hiyo kitu ni mbaya sana. Tena hata kama aliomba msamaha, hiyo msamaha itoshi. Ile kitu tunataka ndio tujue imetosha kabisa. Yeye mwenyewe aende pale alisaini aseme nimeacha kazi kwa sababu ya utumbafu wangu. Asante. Shukran sana. Nipate maoni ya mwingine hapa. Haya, tukianzia na jina lako. Kwa majina wananiita John. Kwa majina wananiita John Nyonje kama chifu wa bunge la mwananchi. Mimi kwanza kabisa ninatoa pole kwa familia ya Molo Odinga ambayo tuliyempoteza baba yetu wa taifa. Mimi kitu mimi nimekasika zaidi ni ile ya gavana wa Nyeri ambao ameongea mambo mabaya sana kuhusu Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga amekuwa kiongozi ambao wa tabaka zote hapa nchini Kenya, ambao hata sijui huyo mzee sijui namna, acha nimuite mzee, mimi simuite governor, acha nimuite mzee kwa sababu unafaa ukuwe na heshima. Ukiangalia baba ndiye ameleta hiyo devolution ambao umechaguliwa kama governor. Unafaa ukuwe na heshima. Heshima kwa kule kiongozi. Ni kama wewe ulikuwa unafurahia, ulikuwa unangoja baba wetu akufe ndio ufurahie. Tunakuomba kama governor, tengeneza safari, enda ukaombe wenye msamaha familia ya Raila Amolo Odinga. Sisi wa Kenya hata tutakusamea, lakini ile familia haijakusamea. Tunakuomba tafadhali enda ukaombe msamaha kwa ile familia kwa sababu umeongea jambo ambalo hata ukiwa ni wewe zifurahia. Tumeona ndugu yako aliyefariki kama ule aliyekuwa gavana. Hakuna mtu wote aliyeongea vibaya, lakini unaongea kwa baba wetu. Sisi kama wa Kenya hatutakusamea. Wewe umesamehewa na wabunge, lakini sisi tutakusamea. Sasa niweze kuzungumza na huyu sasa. Tusonge tu kidogo tu hapo. Haya, pengine tueleze maoni yako kuhusu nidhamu ya Wakenya na pia maafisa wa serikali ambayo uliweza kuona. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Bernard Kandie. Mimi ni kiongozi katika eneo hili la Nakuru Town West. Jambo ambalo ningetaka kusema kuambia Wakenya wenzangu ni kwamba kwa hii msiba ambaye tumepata ya Mheshimiwa Raila Odinga, mimi naomboleza kama Mkenya. Kiongozi Raila Odinga alikuwa ni kiongozi wa sisi wote kama Wakenya. Yeye hakuwa anajali kama anatoka pande ya Central ama Nyanza ama Rift Valley ama palipopote Kenya hii. Yeye alikuwa ni kiongozi wetu wote. Sasa pengine kulikuwa na utovu wa nidhamu mahali popote wakati wa kipindi hicho? Mimi si kuona kama kulikuwa na utovu wa nidhamu wakati Mheshimiwa Raila alikuwa uhai. Yeye alikuwa anatufanyia, yeye alikuwa anatuonyesha kwamba tuishi kwa mambo ya, yani alikuwa anatubadilishia mambo ya tukae kwa nini, yani alikuwa na change nchi yetu kwa vizuri. Lakini sasa vile saizi hatuko, tunaona viongozi wengine ambao wanakuja wanaongea vibaya. Mimi yeye aliongea kibinafsi, yeye hakuongea kama Mkikuyu, yeye aongee kama jamii ya Wakikuyu, aliongea kama yeye binafsi. Sasa mimi ningeambia Mheshimiwa anaitwa Kahiga, tafadhali omba msamaha ili Wakenya waone wewe ni kiongozi. Sisi wote ambao tunaomboleza Mheshimiwa Raila Odinga, leo ni siku ya mwisho. Unaona hata hainyeshi kwa sababu sisi wote, yani nchi imekaa tu gloomy kwa sababu tunaomboleza yeye. Mimi ningekuomba Mheshimiwa Governor Kahiga, mimi najua umeongea kama mtu binafsi, haujaongea kwa jamii ya Wakikuyu. Sasa mimi Wakenya tuishi kwa amani. Mimi ningeomba nyinyi wenzangu tuishi kwa amani. Nchi ni kubwa kuliko mtu. So tuishi kwa asante. Niweze kupata sauti ya mama hapa. Pengine ni kipi ambacho uliona kwamba kilimnyimisha yule hayati Raila Odinga heshima katika maombolezi yake na pia katika hafla ya mazishi na hata baadaye? Kwa majina naitwa Mary Apio, wakaja hapa Nakuru. Mimi kitu liona tu sana walifanya vibaya. Raila alikuwa huko nje wakati alikuwa mgonjwa. Kwa nini wakutuonyesha baba ni mgonjwa? Hiyo ni jambo la kwanza. Inatakana Raila ni mtu mwenye amejulikana nje mzima. Wangekuwa wanatuonyesha baba ni mgonjwa. Na kwa nini wakusema? Baadaye ndio wanatuambia bati baba amekufa. Alafu tena kitu ya pili, wengine wanafurahia na kifo ya watu. Huyu mwenye mnasema ati aombe msamaha. Kwani yeye mwenyewe atakufa?
Hii kifo ya baba ilikuwa tu mzuri kwake. Hakuna kila mtu atakufa, hakuna mtu mwenye akumawe mwenye atakufa. Hata leo ni yangu na kesho ni yako. Na kitu ya tatu, mimi nataka kuuliza, mlikuwa mnangoja baba kufe ndio mtowe hii vitu ya baba aliweka hii mambo ya mtandao, mnasema mnataka kusema ati mnataka kutoa. Hii baba kama baba mwenyewe aliweka hizi vitu, istahili mtowe. Katiba mwenyewe ndiye ataamua. Si ati baba amesha kufa ndio mnafurahia mnataka kutoa katiba ati mtandao. Hiyo ni no way. Sasa niweze kupata maoni ya mjadiliano. Sasa simama tu. Kwa majina naitwa Daud Bosire. Mimi ni mwanabunge wa Manyata. Kitu mimi nataka niongee wakati mwili ilifika Jomo Kenyatta Airport. Wale vijana hawakuwa na nidhamu. Uwezi ingia kwa uwanja wa ndege mkimbie mwanza kupanda ndege juu ya ndege. Hiyo sio nidhamu. Walikosa adabu. Na wale maaskari wenye walichukua hatua, hiyo ni sheria ya polisi. Sasa mtu huwezi enda kama unajua Raila hakukuwa mtoto mdogo. Ule ni mtu ambaye alisimika dunia mzima. Sio Kenya peke yake. Dunia mzima. Huwezi kimbia kama mtu ambaye una akili uanze kufanya vituko. So uanze kufanya sarakasi. Na jambo lingine mimi nataka kuongea huyu governor. Huyu governor kwa Nyeri. Uliomba msamaha. Lakini watu wasitumie kriteria ya kuongea kila wakati. Mdomo inaweza tereza na sisi ni binadamu. Mtu anaweza ongea kitu na mdomo itereze. Kama mtu ameomba msamaha, hakuna haja tuzingatie kitu moja. Unajua kuna vitu zingine tunafaa kufikiria. Tunafaa kufikiria vitu zingine, si ati tuzingatie kitu moja. Maji yakimwagika yashoreki. Huyu mtu kama ameomba msamaha, amekiri makosa yake ambaye alifanya. Lakini kifo ya Raila Amolo Odinga sisi wote tunahuzunika. Asante sana Wakenya wenzangu. Ngoja kwanza tukae hapa vizuri. Jina ni Collins Raburu Odongno Nyadianga Sagwe. Nikihutubia watu kupitia kwa runinga ya KTN, lazima nitumie matamshi matamu yaliyokolea munyu. Matamshi matamu kama ya tapeli mwenye tajriba pana. Hali ya kulipua makombora ya misamiati. Mheshimiwa hayati Raila Odinga alikuwa kiongozi mwenye falsafa, mwenye hekima, mwenye busara, ambaye ushabaki wake, umahiri wake katika ulingo wa siasa ulijawa na sifa sufufu, sifa kedekede, sifa maridhawa kama mchanga wa bahari. Kuna mahali ambapo uliona pengine alinyimwa heshima yake na Wakenya ama maafisa wa polisi wakati wa maombolezi yake? Kwa hakika, kwa bayana kusema kweli, wananchi walikuwa wakiandamana sanjari mpororo wakijaja pale JKA. Na kusema kweli walifanya vibaya. Wajua hawakujua umuhimu wa Raila kukua katika nchi hii yetu ya Kenya. Walikuwa waliona kwamba Raila ni mwanadamu wa kawaida. Isipokuwa kwa hakika, kwa bayana, huyu alikuwa kiongozi ambaye anafaa aheshimiwe. Na pia I felt devastated because of the terms huyu governor alitumia. It means that maybe he was suffering from psychosomatic illness. This is not Sasa tukiweza kuangalia baada ya mazishi ya Raila kumalizika, tuliona wengine waliweza kukanyaga yale maua ambayo yalikuwa yamewekwa pale katika lile kaburi la Raila. Pengine maoni yako kuhusu kitendo hicho ni yapi? Waliweza kukanyaga lile kaburi. It was lugubrious, it was obnoxious, it was cumbersome. Mtu kukanyaga matanga ya Raila, hata wangeenda kukanyaga matanga ya mengine, si ya Raila Odinga ambaye watu wanamheshimu sana. So hiyo ilikuwa mbaya. Wananchi tujue ya kwamba kama ni state funeral imesimamiwa na Mheshimiwa William Ruto, uone ya kwamba hii ni state, hii si ya kawaida. Na pia I must thank God for making William Ruto a testimony and an example to many presidents in this world. Through the Lord's grace and ability at work in him, he was given an opportunity to perform his duties with such an outstanding proficiency that those who are watching are inspired for excellence. That is why he made matanga ya Raila
to be done harmoniously, courageously, elegantly, fabulously. Thank you. Sasa, shukran sana. Naweza kufahamishwa kwamba muda wangu umeweza kukatika, lakini hayo ni maoni ya wakazi wa Nakuru Magharibi ambao wengine wanaweza kuonyesha kwamba hisia zao tofauti kuhusu kile kiliweza kufanyika wakati wa mwili wa hayati Raila Odinga kuwasili katika uwanja wa JKIA, msafara wa kumfikisha pale katika uwanja wa Nyayo, na pia baadaye katika mazishi yake. Kuna vile visa ambavyo viliweza kushuhudiwa ikiwemo kupigwa risasi kwa waombolezaji, na ni visa ambazo pia baadhi ya Wakenya hawajafurahia, kwani hii ilikuwa nafasi ya kumuomboleza kiongozi wao. Kwa sasa narejesha kwako studioni Hadia. Naam, asante mwenzangu Ken Gashuhi kwa